Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ruhusa yako na kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, naomba kujibu swali nambari 672 la Mheshimiwa Dr. Regina Christopher Malima, mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali inatambua umuhimu wa sekta ya uvuvi katika kuchangia ajira, kuongeza kipato cha wananchi na kukuza uchumi wa taifa, hususan katika maeneo yenye rasilimali kubwa za maji kama wilaya ya Ukerewe. Kwa sababu hiyo, serikali kupitia Mamlaka ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Stadi VETA inaendelea kuandaa na kutoa mafunzo yatakayowawezesha vijana kupata ujuzi katika ufugaji, uvuvi na uchakataji wa samaki kwa kutumia mbinu mbalimbali za kisasa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sasa chuo cha VETA Ukerewe kinatoa mafunzo ya usindikaji na uongezaji wa thamani ya mazao ya samaki ikiwemo ukaushaji na uokaji wa samaki na dagaa. Hata hivyo, kutokana na mahitaji makubwa ya ujuzi wa ufugaji wa samaki na fursa zilizopo katika eneo hilo, serikali imepanga kuanza kutoa mafunzo ya ufugaji wa samaki kwa kutumia vizimba katika chuo hicho kupitia kozi za muda mfupi zitakazoratibiwa kwa ushirikiano na chuo cha VETA Chato kuanzia mwezi Januari 2027. Mafunzo hayo yatawezesha vijana wa Ukerewe na maeneo jirani kupata ujuzi unaohitajika katika ufugaji wa samaki na hatimaye kuongeza uzalishaji, kufungua fursa mpya za ajira na kuimarisha kipato cha kaya. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Asante Mheshimiwa Regina Christopher Malima, swali la nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru sana kwa majibu mazuri ya serikali na nipongeze serikali kwa kuwa miongoni mwa vyuo bora kwa maana ya kuwa na miundombinu imara, lakini pamoja na mazingira mazuri kwa ajili ya kujifunzia vijana wetu ni pamoja na chuo hiki cha VETA Ukerewe. Kwa hiyo naipongeza sana serikali, lakini pia niipongeze serikali kwa mikakati mbalimbali ambayo imeiweka kwa ajili ya kutoa mafunzo ya vizimba kwa vijana na wavuvi. Na namshukuru Mheshimiwa Naibu Waziri ametuambia mafunzo haya huenda yakaanza Januari 2027. Lakini ninaona kama kuna muda hapa ambao ni mrefu. Je, serikali iko tayari kuanza mafunzo haya hata kwa kutafuta walimu ili waweze kufanya mafunzo haya, lakini pia kwa kushirikiana na mimi kama mhadhiri ambaye pia nina taaluma kidogo ya haya mafunzo ili kuendesha haya mafunzo kwa haraka badala ya kusubiri mwakani? Asante. Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nijibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Regina kama ifuatavyo. Kwanza nimpongeze kwa kazi nzuri anayoifanya kuhakikisha kwamba vijana wa Ukerewe lakini vijana wa nchi nzima wanapata elimu bora ikiwa ya jumla na ikiwa ile ya vitendo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama nilivyojibu katika swali langu la msingi kwamba mafunzo haya yataanza mwakani Januari 2027 na ndio muda ambao VETA kwa kawaida huwa inaanza mafunzo. Kwa hiyo Mheshimiwa, nimwombe Mheshimiwa mbunge avumilie kidogo wakati serikali inajitayarisha, na ikifika mwaka Januari 2027 wanafunzi wataweza kuingia katika chuo kile cha Ukerewe na kuanza mafunzo haya ya ufugaji wa samaki kwa kutumia vizimba. Lakini swali lake la pili, Mamlaka ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Stadi tayari imeshatoa mwongozo wa ushirikishaji wa wataalamu, mwongozo ambao unashirikisha mafundi mahiri na wenye ujuzi na uzoefu wa kutoa mafunzo kwa vitendo. Mwongozo huu Mheshimiwa Mwenyekiti unalenga kuimarisha mafunzo kwa wanafunzi wetu. Hivyo mwendapo Mheshimiwa mbunge kama ana sifa, uzoefu na utaalamu unaohitajika, serikali ipo tayari kumshirikisha katika kutoa mafunzo hayo, na nimshukuru na nimpongeze kwa uzalendo wake wa kutaka kushirikiana na serikali kuhakikisha kwamba vijana wetu wanapata mafunzo haya ya vitendo na ya ubora zaidi. Nimekuona Mheshimiwa Asha Feruz.
Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi nami niulize swali la nyongeza. Kwa kuwa soko la kimataifa la samaki liko mkoa wa Dar es Salaam na ilani ya Chama cha Mapinduzi imeelekeza kuwa itajenga vyuo vya VETA katika kila wilaya. Je, ni upi mkakati wa serikali katika kuhakikisha mkoa wa Dar es Salaam wilaya ambazo hazina vyuo vya VETA vikishajengwa vitaweka kozi ya uvuvi na ufugaji wa samaki kwa vizimba, kwa sababu mkoa wa Dar es Salaam kwa mfano wilaya ya Kigamboni shughuli kubwa za wananchi wa pale ni uvuvi, kilimo na ufugaji kidogo. Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nijibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Asha Feruzi kama ifuatavyo. Kwanza nimpongeze kwa ufuatiliaji wake mzuri wa kuona kwamba vijana wetu wanapata elimu hii ya mafunzo kwa vitendo, na kama nilivyojibu katika swali la Mheshimiwa Haran ambapo Mheshimiwa Abbas Karimba aliuliza kwa niaba, nilisema kwamba chuo chetu cha Kigamboni kinaenda kuanza kutoa mafunzo haya ya ufugaji wa samaki, na vile vile mahitaji yatakapohitajika tutaangalia mahitaji ya mkoa wa Dar es Salaam kuona kwamba kama kuna mahitaji ya kusogeza mafunzo haya katika vyuo vingine vya VETA, basi serikali itafanya hivyo bila kusita. Ikuona Mheshimiwa Yahaya Mhata. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, awali ya yote naomba nichukue nafasi hii kwanza kuipongeza sana serikali kupitia wizara yetu hii ambayo kwa kweli inajitahidi sana kuhakikisha kwamba vijana wetu wanapata ufundi ili kukabiliana na changamoto za maisha. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwaka 2023-2024 Wizara ya Elimu ilikuja ndani ya jimbo langu na kuwa na mpango wa kujenga chuo kwa ajili ya kukabiliana na changamoto hii ya ajira kwa vijana, ili vijana waweze kutumia fursa iliyopo katika mto Ruvuma kwa shughuli za uvuvi na ufugaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, halmashauri yangu ilitenga eneo ekari 41 na imelipa fidia milioni 160 na imetoa hati kwa wizara yako ili kile chuo kijengwe, chuo kikuu katika kata ya Kilimanewa ndani ya mji wa Mangaka. Naomba kupata kauli ya serikali, lini ujenzi wa chuo hiki kitaanza, kwa sababu vijana wanakisubiri kwa hamu kubwa sana. Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nijibu swali la nyongeza la Mheshimiwa mbunge kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama mbunge alikuwa anafuatilia vizuri masuala ya jana, nilijibu kwamba serikali inajipanga kujenga vyuo 5 vya polytechnic, na mkoa wa Mtwara niliutaja kwamba miongoni mwa vyuo vitakavyojengwa chuo cha Mtwara kitaenda kujengwa katika kipindi hicho. Kwa hiyo nimtoe wasiwasi Mheshimiwa mbunge kwamba chuo chake cha Mtwara kimo katika vyuo 5 ambavyo serikali inajipanga kujenga kama vyuo vya polytechnics. Mheshimiwa Rita Kabati. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi niulize swali dogo la nyongeza. Kwanza nianze na pongezi nyingi kwa serikali na kumpongeza Mheshimiwa Wanu kwa kuwa aliniahidi kunipatia pesa kwa ajili ya chuo cha VETA cha Kilolo na tayari tumeshapata. Swali langu, je, serikali sasa ioni ni wakati mwafaka katika vyuo vyetu vya VETA kuanza kutoa mafunzo kwa ajili ya vikundi vya kina mama, watu wenye ulemavu na vijana wetu, ili kabla hawajapatiwa hiyo mikopo katika halmashauri zetu waweze kupata hayo mafunzo ili mikopo hii iweze kuwa na tija? Majibu. Mafunzo kwa walemavu. Majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba arudie swali lake. Anasema mafunzo kwa walemavu na kina mama na vijana kama ni muhimu kuyatoa. Hebu rudia swali kwa kifupi. Nilikuwa nasema kwamba serikali haioni sasa wakati mwafaka katika vyuo vyetu vya VETA, kwa sababu viko katika kila wilaya, vianze sasa kutoa mafunzo kwa watu wenye ulemavu, kina mama na vijana, ili kabla hawajapatiwa mikopo waweze kupata hayo mafunzo, ili ile mikopo yao iwe na tija, kwa sababu wengi wanapatiwa mikopo bila kuwa na mafunzo yoyote, alafu ile mikopo inakuwa wanashindwa kufanyia kitu chochote. Asante. Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nimjibu Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Kilolo Mheshimiwa Rita Kabati kama ifuatavyo. Kwa kawaida Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali huwa unatoa mafunzo kabla ya kuwapatia mikopo vijana wetu, kina mama na watu wenye ulemavu kupitia maafisa wa maendeleo ya jamii. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti,
wazo la Mheshimiwa Rita Kabati tumelipokea na tutaangalia namna gani VETA tutaweza kuintegrate mafunzo haya katika mafunzo yetu tunayotoa kwa vijana. Asante. Mheshimiwa Getere, unawasha unazima. Sasa sielewi kama una swali kwenye wizara hii. Ni wizara kwa unawasha kwa ajili ya wizara inayokuja? Ni wizara hiyo mwenyekiti. Basi kwa kifupi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru. Mheshimiwa Mwenyekiti, jimbo la Bunda toka nimeingia bungeni hapa naomba chuo cha VETA. Sasa ni miaka zaidi ya 15 naomba. Sasa lini serikali itajenga chuo cha VETA kwenye jimbo la Bunda eneo la Mgeta? Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Getere, mzee wa taarifa fupi kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imechukua wazo lake na pale uwezo utakaporuhusu basi tutajenga chuo cha VETA katika jimbo lake. Asante sana. Mheshimiwa Naibu Waziri, tunakushukuru sana kwa majibu yako. Kwa waheshimiwa wabunge na hasa kwa huyo mzee wa taarifa fupi, niwaombe waheshimiwa wabunge turudi kwenye swali 671, Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji. Nimwombe sasa Mheshimiwa Daktari Damas Daniel Ndumbaro, mbunge wa Songea Mjini, aulize swali lake. Amemwomba Mheshimiwa Sikudhani Chikambo amuulizie kwa niaba. Swali la mbunge wa Songea Mjini linauliza, je, serikali ina mpango gani wa kuendeleza eneo la TISEZA yaani EPZA Mwenge Mshindo Songea? Swali hili linakwenda kutolewa majibu na Dr. Pius Chaya, naibu. Mheshimiwa Naibu Waziri, Mipango na Uwekezaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Daktari Damas Daniel Ndumbaro, mbunge wa Songea Mjini kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mamlaka ya Uwekezaji na Maeneo Maalum ya Kiuchumi yaani TISEZA imefanikiwa kuvutia wawekezaji wawili wakubwa katika eneo maalum la kiuchumi la Songea lenye ukubwa wa ekari 4777.32. Hatua hii ni sehemu ya jitihada za serikali za kuhakikisha na kuharakisha maendeleo ya viwanda, kuongeza ajira na kuchochea ukuaji wa uchumi katika mkoa wa Ruvuma na taifa kwa ujumla. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwekezaji wa kwanza ni kampuni ya Fazenda kutoka Brazil ambayo inatarajia kuwekeza katika eneo la ekari 3012 kwa gharama dola za Kimarekani milioni 5.2 sawa na takriban shilingi bilioni 13.52. Mradi huu unatarajiwa kuzalisha ajira 1200 na kuongeza thamani ya mazao ya kilimo kupitia shughuli za uzalishaji na usindikaji wa mazao hayo, hivyo kuchangia kukuza pato la wakulima na maendeleo ya sekta ya kilimo. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwekezaji wa pili ni kampuni ya